Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sengerema, risala ya wahitimu, kozi fupi kwa mgeni rasmi. Tarehe 14 mwezi wa 11 2025. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na nguvu tukaweza kukusanyika katika hafla hii leo. Pia nipende kutoa shukrani kwa kuitikia wito wetu, kuona umuhimu wa tukio hili, kuacha majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Tunasema ni asante. Historia fupi ya mafunzo. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo ya kozi fupi yalianza tarehe 3 mwezi wa 3 2025 mpaka tarehe 7 mwezi wa 11 2025, yakiwa ya muda wa miezi 6 darasani na mafunzo ya miezi miwili nje ya chuo, yani field practice. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yalifadhiliwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kupitia Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sengerema, yakilenga kukuza ujuzi kwa vijana ili waweze kuajiliwa na kujiajili wao wenyewe. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yalikuwa na kozi 6 kama ifuatavyo: umeme wa majumbani, uungaji vyuma, umeme wa magari, ufundi magari, ushonaji na ufundi bomba. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yalilenga kuwajengea uwezo vijana 150, ambapo wavulana walikuwa ni 103 na wasichana walikuwa ni 47, kama mchanganuo unavyoonyesha hapa chini. Mfano, umeme wa majumbani, jinsia ya kiume walikuwa na wanafunzi 15 na jinsia ya kike walikuwa na wanafunzi 10, jumla walikuwa na wanafunzi 25. Ufundi magari, jinsia ya kiume ilikuwa na wanafunzi 25, jinsia ya kike ilikuwa hayupo na jumla ilikuwa na wanafunzi 25. Uungaji vyuma, wanafunzi wa jinsia ya kiume walikuwa na wanafunzi 20, jinsia ya kike ilikuwa na wanafunzi 5 na jumla ilikuwa na wanafunzi 25. Ufundi bomba, jinsia ya kiume ilikuwa ni wanafunzi 15 na jinsia ya kike ilikuwa na wanafunzi 10, jumla ilikuwa na wanafunzi 25. Ushonaji, jinsia ya kiume ilikuwa na wanafunzi 5 na jinsia ya kike ilikuwa na wanafunzi 20, jumla ilikuwa na wanafunzi 25. Umeme wa magari, jinsia ya kiume walikuwa ni wanafunzi 23 na jinsia ya kike ilikuwa na wanafunzi 2, jumla wanafunzi 25. Na jumla ya wanafunzi waliokuwepo wavulana kwa kozi zote ilikuwa ni wanafunzi 103 na wasichana walikuwa ni 47 na jumla ya wanafunzi wote ilikuwa ni 150. Ndugu mgeni rasmi, mpaka sasa tunahitimu vijana 145, ikiwa jinsia ya kiume ni wanafunzi 98 na jinsia ya kike ilikuwa na wanafunzi 47. Hii ni kutokana na baadhi ya washiriki 5 kukatisha mafunzo yao kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo utoro, kupata ajira kabla ya muda wa mafunzo kuisha, pamoja na kuhama makazi. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kimsingi katika haya mafunzo tumefanikiwa sana kwa nyanja mbalimbali kama ifuatavyo: ujuzi. Tumefanikiwa sana hasa kupata ujuzi kwa kila mmoja wetu, na kwa sasa tunao uwezo wa kufanya kazi za aina yoyote kulingana na fani tulizosoma. Kukuza uhusiano na wigo wa kufahamiana na watu mbalimbali, hasa katika taasisi tulizokuwa tukifanya mafunzo kwa vitendo. Kwa baadhi ya wahitimu waahidiwa ajira maana baada ya mafunzo haya. Kujipatia pesa kidogo kwa baadhi ya wanachuo walipokuwa wakipata mafunzo kwa vitendo. Kujifunza namna ya kufanya kazi na kila mtu. Kujifunza namna ya kupata wateja wapya, yaani nguvu ya ushawishi.
kujifunza namna ya kufanya kazi kwa unadhifu na uadilifu. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, katika kila mafanikio hapakosi changamoto. Zifuatazo ni baadhi ya changamoto tulizokutana nazo wakati wa mafunzo ndani na nje. Baadhi ya waajili kuomba malipo wakati wa mafunzo ya viwandani. Baadhi ya taasisi kukataa kupokea wanafunzi walioomba kujifunza mafunzo kwa vitendo. Mazingira ya kazi kutokuwa rafiki kwa baadhi ya taasisi, ikiwemo vifaa vya kujikinga na ajali wanafunzi wawapo katika mafunzo kwa vitendo. Upungufu wa wakufunzi kwa baadhi ya fani. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni baadhi ya mapendekezo ya nini kifanyike ili kupunguza changamoto hizi. Muda wa mafunzo uongezwe kutoka miezi 8 mpaka mwaka mmoja. Taasisi mbalimbali kufanya kazi bila pingamizi wala kuomba kulipwa. Tunaomba kama itakupendeza tupewe vifaa vitakavyotusaidia tukiwa mitaani. Wahitimu tupewe nafasi ya ajira hasa za ufundi katika kazi zinazosimamiwa na halmashauri. Kupatiwa mkopo ya makundi maalum vijana, yani vijana. Idara ya maendeleo ya jamii isaidie uundaji wa vikundi vya vijana na kuvilea. Kuongeza idadi ya wanafunzi katika fani mbalimbali teule. Tunaomba kupatiwa vifaa kwa vikundi ambavyo vimekwisha sajiliwa. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, kwa nafasi ya kipekee tunatoa shukrani za dhati zetu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu kwa kuwezesha mafunzo haya, kwani tumeweza kupata ujuzi utakaoweza kutusaidia utakaotuwezesha kujiajiri na kuajiliwa. Ndugu mgeni rasmi, ufundi ni ulisi wa kudumu kama kauli mbiu ya chuo chetu inavyosema. Nasi pia tumepata ulisi wa kudumu. Tunakutakia utekelezaji mwema wa majukumu ya ujenzi wa taifa. Tunawasilisha. Asante na tuwapigie makofi. Nipo mbele yenu kwa niaba ya wanafunzi wenzangu wanagenzi tuliopata mafunzo kwa muda wa miezi 8. Nipo mbele yenu kutoa neno la shukrani. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kuwa mahali hapa siku ya leo. Lakini pia tunawashukuru walimu waliotulea tukiwa hapa shuleni. Pia tunamshukuru mkuu wa shule kwa namna nzuri tuliyopatiwa malezi, ametujali. Tumepatiwa mafunzo, tumejifunza kwa vitendo na tumeelewa. Tunatoa pongezi sana kwa walimu wote mliotufundisha tangu tarehe 3 mpaka leo hii. Tunasema asante sana, na nisiwe mzungumzaji sana. Kwa niaba ya wanafunzi hawa niseme tu asante, na tutaendelea kujifunza na nyinyi, lakini pia tutaendelea kushirikiana na nyinyi hata tukiwa mtaani. Asanteni sana. Asante, tupigie makofi. Kwa majina naitwa Goldiva Papianus Ntapima. Ni mwanafunzi wa hapa FDC PMO. Namshukuru Waziri Mkuu kwa kutuwezesha kwa mafunzo yetu. Mimi ni mwanafunzi wa fani ya plumber. Namshukuru Mungu nimemaliza kozi yangu vizuri. Nawashukuru walimu wote kwa kutupa ushirikiano wetu. Asante. Kwa majina naitwa Tabia Baloga Lugoda. Naishi mtaa wa Igogo Sengerema. Mimi ni mwanachuo wa chuo cha FDC Sengerema niliyefadhiliwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Ulikuwa ukisoma nini? Nilikuwa nikisoma fani ya ushonaji. Naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan
kwa nafasi ambao wametupatia sisi kama wanafunzi ambao tulipata ile nafasi ya kujumuika FDC, chuo cha FDC, na tumenufaika kwa vitu vingi. Naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama itawezekana, wapo mabinti ambao wanatamani kuipata nafasi hii lakini hawajaipata. Ningeomba wapate hiyo nafasi kwa mwaka unaoanza, kwa muhula unaoendelea 2026. Hapa nimekuja Fridi elimu kwa vitendo. Baada ya kutoka hapa, tutaenda kujiendeleza mitaani kwa ajili ya kutafuta riziki zetu. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwapa watoto wetu nafasi hii ambayo kwa mapenzi ya Mungu naamini wataitumia vyema. Pia tunamshukuru mkuu wa chuo kwa kuwa pamoja na watoto wetu mpaka kufikia siku hii ya leo. Napenda pia kuwaasa watoto wetu mafunzo walioyapata wayatumie vyema katika kuyaendeleza maisha yao na jamii kwa ujumla. Asante. Asante. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana na Watu wenye Ulemavu. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sengerema ni moja kati ya vyuo vinavyotekeleza mafunzo ya wanagenzi yanayofadhiliwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana na Watu wenye Ulemavu. Mafunzo ambayo yalilenga kuwajengea uwezo vijana 150 kwa ajili ya kupatiwa maarifa mbalimbali yatakayowajengea uwezo wa kujiajiri na kujiajiriwa. Mafunzo haya, ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yalianza rasmi Machi 2025 yakijumuisha jumla ya fani 6 kwa mchanganuo unavyoonyesha kwenye jedwali. Fani ya umeme wa majumbani ilikuwa na washiriki 25, kati yao me walikuwa ni 15 na ke walikuwa ni 10. Ufundi magari washiriki walikuwa 25, kati yao me walikuwa 25, ke hawakuwepo. Uungaji vyuma, jumla kulikuwa na washiriki 25, kati yao me walikuwa 20 na ke walikuwa 5. Ufundi bomba washiriki walikuwa 25, kati yao me walikuwa 15 na ke walikuwa 10. Ushonaji washiriki walikuwa 25, kati yao me walikuwa 5 na ke walikuwa 20. Umeme wa magari washiriki walikuwa 25 na kati yao me walikuwa 23 na ke walikuwa 2. Aidha, pamoja na fani tajwa hapo juu, washiriki waliweza kusoma masomo ya uelewa, yani soft skills, ambayo ni somo la ujasiriamali, stadi za maisha pamoja na English and communication. Ndugu mgeni rasmi, washiriki 145 kati ya 150 katika fani tajwa hapo juu wameweza kupata mafunzo ya nadharia na vitendo wakiwa darasani kwa muda wa miezi 6. Pia washiriki wamepata mafunzo kwa vitendo sehemu za kazi, yani field work, kwa muda wa miezi 2 wakiwa nje ya chuo, ambapo mafunzo hayo yalikamilika mwezi Novemba 2025. Washiriki 5 hawakuweza kuhitimu mafunzo kutokana na sababu mbalimbali za kifamilia, ikiwemo utoro, kupata au kuahidiwa kazi kabla ya mafunzo pamoja na kuhama makazi. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kimsingi katika
haya mafunzo, chuo kimefanikiwa katika nyanja mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, chuo kimefanikiwa kutoa mafunzo ya nadharia na vitendo kwa muda wa miezi 6 kwa washiriki 145. 2, kuwezesha washiriki kujifunza namna ya kupata wateja wapya, yaani kujifunza nguvu ya ushawishi. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, katika utekelezaji wa mafunzo, chuo kilikumbana na changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, baadhi ya wanagenzi au washiriki waliokuwa wamechaguliwa kushindwa kuripoti kwa wakati. Changamoto ya pili, wanagenzi kuwa watoro pamoja na kuhama makazi. Utatuzi wa changamoto hizo. Moja, chuo kilifanya mawasiliano na mratibu wa programu ya wanagenzi katika ofisi ya Waziri Mkuu na kupewa maelekezo ya kutafuta washiriki au wanagenzi ambao watakuwa tayari kushiriki mafunzo kikamilifu. Pili, wanagenzi walipewa ushauri na elimu juu ya umuhimu wa mafunzo. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sengerema kinatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu kwa kukiamini chuo na kukipatia mradi mkubwa ambao umeweza kuwasaidia vijana. Asante, tuwapigie makofi hawa. Piga makofi kwa utuliaji hawa. Ndugu pia rasmi hiki ni asante MC. Kwa muda huu kama MC alipotuongoza, tunahitaji utulivu mkubwa ili mgeni wetu rasmi aweze kutoa nasaha zake, lakini aweze pia kutoa hotuba yake. Ndugu mgeni rasmi, kabla sija kusimamisha ili uweze kuzungumza na wahitimu, ninaomba mambo matatu niyaseme, nikiwa na sisitiza katika risala pamoja na taarifa iliyotolewa na mratibu wetu kwa mafunzo ya PMO. Ndugu mgeni rasmi, chuo chetu cha Sengerema FDC kimepata bahati ya kuwa kinaendesha mafunzo haya ya wanagenzi kwa miaka 4 mfululizo. Mafunzo haya yameendeshwa ikiwa ni awamu ya 5 na Sengerema kimepata nafasi 4 za kutoa mafunzo kwa miaka tofauti kupitia kupitia ofisi ya Waziri Mkuu. Tumeaminiwa na tumekuwa tukitoa mafunzo haya. Nikumbushe tu kwamba upatikanaji wa wanafunzi hawa unakuwa na mchakato mrefu kidogo, kwa maana toka tangazo linapotolewa mpaka kuweza kuwapata kulingana na idadi, huwa tunaitumia ofisi yako kuweza kuwapata, lakini pia tunashirikiana na wadau mbalimbali. Kwa mfano, tunashirikiana na Chama cha Mapinduzi ili kuweza kuwapata vijana, sababu mafunzo haya yanawagusa vijana. Na kwa awamu ya 7 ambayo imetangazwa kwa mwaka huu, sisi kama Sengerema FDC tumeomba tena ili tuweze kutoa haya mafunzo, na Mwenyezi Mungu akijalia, tukipata nafasi hiyo, tukibisha hodi katika ofisi yako, basi usisite kutupokea ili fursa hii ya mafunzo iweze kufika kwa jamii na wanafunzi waweze kujifunza mafunzo ya ufundi stadi. Kama ilivyosemwa kwenye risala ya wahitimu kwamba
wahitimu wanatamani mafunzo haya yatolewe angalau hata kwa mwaka mmoja, lakini kwa sasa yanatolewa kwa miezi 9, ikiwa ni 6 hapa chuoni na 3 wanaoenda kufanya field. Upo utaratibu ambao serikali imeuandaa wa kuwawezesha wanafunzi hawa ili waweze kujifunza kwa muda mrefu. Utaratibu huo unajulikana kwa kifupi unaitwa RPL. Unaweza kuendelea kutambua ujuzi huu ambao wameweza kuupata. Lakini pia kwa mwanafunzi aliyehudhuria mafunzo ya wanagenzi anayo nafasi ya kuendelea na mafunzo ya ngazi ya 2 mpaka ngazi ya 3. Kwa mwanafunzi huyu anayehitimu leo, yeye hahitaji kuja kuanza ngazi ya kwanza. Atakuja chuoni na ataanzia ngazi ya 2. Kwa hiyo nimesema niliseme hili kwenu wahitimu. Naamini kwa umri na ninaona kuwatazama bado wana nafasi ya kuendelea kujifunza. Kwa hiyo niwakaribishe mwakani katika fani ambayo utakuwa umeuliwa wewe kusoma kulingana na jinsi ulivyokuwa umepangiwa. Kama ulikuwa unasoma ufundi bomba, sisi mwakani tunakukaribisha. Utaanzia ngazi ya ngapi? Karibuni sana. Lakini pia jambo jingine ambalo limeweza kusemwa katika risala ni changamoto ya hao wahitimu kukosa nafasi za wao kuweza kujifunza kwa vitendo. Kwa nafasi yako pia tunaomba ulichukue hili na uweze kulisemea katika taasisi hizo ili ziweze kuwapokea wanafunzi hawa na zisiwachaji gharama ya ujifunzaji kama walivyo wanafunzi wa vyuo vingine. Lakini jambo la 3 ni kushukuru wewe kwa kuweza kufika katika mahafali hii, lakini naamini sio mara yako ya kwanza kukutana na kundi hili la vijana. Tunashukuru sana kwa ushirikiano ambao umeweza kuutoa ili kuhakikisha wanatumia zile nafasi za mikopo ya halmashauri kwa maana ya 442 zile asilimia, na kama walivyosema kwenye risala yao, basi itakapofika muda wakiwa wameunda vikundi, tafadhali naomba muwapokee na muwalee ili waweze kutumia hiyo 2% inayotolewa na halmashauri. Na jambo la mwisho, naomba nitumie nafasi hii kukutambulisha sasa kwa hadhira hii kwamba mgeni wetu rasmi kwa majina anaitwa Moses Pima, ni afisa vijana kutoka halmashauri ya wilaya ya Sengerema. Naomba mtambue kwa hilo na karibu sana. Na kabla sija kusimamisha ili uweze kutoa nasaha na hotuba yako, tunaye mgeni mwingine maalum kutoka CRDB Bank, ndugu Isa. Naomba nipatie dakika 5 aweze kuzungumza na vijana hawa fursa zinazopatikana kupitia benki ya CRDB. Alafu baada ya hapo nitakukaribisha ili uweze kutoa nasaha na hotuba kwa wahitimu. Karibu sana. Asante mkuu wa chuo, mgeni rasmi, meza kuu, walimu na wahitimu na wanafunzi wote. Sisi tuna salamu, nikisema ulipo mnasema ulipo. Asanteni. Kwenye risala yenu hii nimependezwa na vitu viwili ambavyo vimenigusa moja kwa moja. Cha kwanza, mlipata elimu ya jasiriamali. Lakini cha pili na kikubwa kabisa, mlipata elimu ya namna gani ya kushawishi wateja. Katika biashara au kazi unazoweza kuzifanya, hizi ni nguzo kubwa sana za kufanya wewe uendelee. Lakini pia ujuzi na maarifa haviishii tu kwenye kutengeneza vitu. Ni lazima ujue kujibrand. Sawa? Tunasema soko la ajira ni gumu. Kwa hiyo you have to think beyond employment. Sasa nyinyi mna bahati kwa sababu mmefundishwa ujuzi, yaani kitu ambacho unaweza kujiajiri moja kwa moja.
tofauti na sisi tulianzia mbali huko. Unafundishwa kwanza definition na vitu vingine vingi ambavyo sio practical wala huwezi kujiajiri. Kwa hiyo hii chukueni kutoka kwako leo. Ni kweli ukianza unaweza kuanza kwa kuajiriwa, lakini think beyond employment. Yule aliyekuajiri wewe ana nini ambacho wewe huwezi kukifanya na wewe ukaajiri watu wengine? Kingine, ili kujibrand, angalia mapungufu ambayo mafundi wengine wanayo mtaani. Nitasema common ni mawili tu. Cha kwanza, mafundi wengi sio waaminifu, lakini cha pili, ahadi zao ni za uongo. Kwa hiyo ukiingia sokoni, kitu cha kwanza cha kutofautisha wewe na wale, hivyo vitu viwili lazima uvizingatie. Benki ya CRDB tuna bidhaa nyingi sana ambazo zinawafaa nyinyi kama mafundi wa fani tofauti ambazo zinaorodheshwa hapa. Cha kwanza, mahusiano ya mteja na benki yanaanzia kwenye kufungua akaunti. Sasa tuna akaunti ambazo hazina makato yoyote na uhitaji kujaza karatasi. Mifumo yetu imeunganishwa na NIDA na NEC na passport, driving license. Kwa hiyo ukiwa na hivyo vitambulisho tunaweza kufungulia account kwa kuskani vidole. Sasa CRDB pia inatoa mikopo kwa nyanja zote, lakini siri ya mkopo, ili uweze kupata mkopo popote duniani, lazima uwe na vitu viwili. Lazima uwe na dhamana, lakini lazima uwe na biashara ambayo imesajiliwa. Yaani ina vibali vyote ambavyo vinakuruhusu wewe kufanya hiyo biashara ambayo unataka kuifanya. Lakini kuna kitu kizuri kwa wakina mama. Wao wana mikopo ya kikundi. Tuna product inaitwa Imbegu. Kwa hiyo wale wa dada ambao mnahitimu leo, ukiweza kuanzisha kikundi cha watu 5 alafu kikasajiliwa, na uwezo wa kupata mkopo ambao hauna riba kuanzia $500,000 mpaka $10,000,000. Lakini namna ambavyo huu mkopo unatoka, kile kikundi ni kama mwamvuli wa kudhamini wale wanachama. Mkopo anapewa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kikundi chenu chenye watu 5, lazima watu wote wao wanafanya biashara. Tunaelewana? Yaani kama mko dada 5 ni mafundi cherehani, kila mmoja kati yenu lazima awe ni fundi cherehani na anafanya hiyo biashara ya fundi cherehani. Na mkopo huo kuanzia $100,000 mpaka $10,000 unapewa kulingana na ukubwa wa biashara yako. Kwa hiyo kwenye kikundi wote mnaweza kukaa mnafanya biashara, lakini tathmini ya nani apate kiwango gani kutokana na biashara mtu anayofanya na anavyoikuza. Sasa nisiwe msemaji mkubwa sana leo, lakini nitamwomba mkubwa kwa siku nyingine tupate nafasi ya kuongea na nyinyi vizuri, na nyinyi mpate muda wa kuuliza maswali na kujua fursa ambazo zinapatikana CRDB kwa ajili ya vijana. Ulipo? Asante sana. Mahafali safi? Kwanza mimi nianze kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkuu wa chuo, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mahafali haya, walimu, wahadhiri, wakufunzi wa chuo, wageni wenzangu waalikwa, wazazi, wanafunzi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kipekee mimi napenda kwanza kuwashukuru na kuwapongeza kwa hatua mlioifikia. Ni hatua ndefu ambayo inaonyesha ni historia ambayo mmeitengeneza, ni kurasa mpya ambayo mmeenda kuitengeneza siku hii ya leo. Nilipopata mwaliko huu kutoka kwa kakaangu hapa mkuu wa chuo, nilisema hili kundi nilishawahi kukutana nao. Nadhani ilikuwa kama sio mwezi wa 7 tulishawahi kukutana tukakaa humu
tukazungumza ya kwetu tuliozungumza. Tunakumbuka jamani eh? Ya, kwa hiyo nilivyojua kwamba mnahitimu, moyo wangu ulifurahi sana kuona kumbe vijana kile kitu ambacho walichokuwa wanakitamania kukipata wamekifikia. Kwa hiyo kipekee mimi napenda niwashukuru sana sana sana. Lakini pia nipende pia kuwashukuru na wakufunzi, wamefanya kazi kubwa sana kucontrol kundi la vijana zaidi ya 100. Si kazi ndogo. Kila mtu anayekuja hapa anakuja na tabia yake. Mwingine anakuja na tabia hii, mwingine anakuja na tabia hii. Pasina mshikamano wa walimu ama wakufunzi wetu, isingekuwa rahisi wanafunzi hawa 145 kuweza kuhitimu siku hii ya leo. Naomba tuwapigie makofi mengi 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 sana wakufunzi wetu. Lakini pia kuhitimu siku hii ya leo ni ushahidi tosha kwamba nyie ni waadilifu, nyie mna nidhamu, lakini nyie mnaonyesha kwamba mna malengo ya maisha. Ukiziacha changamoto mbalimbali ambazo mlizokuwa mnazipitia katikati ya maisha yenu, lakini hiyo ya kuhitimu siku hii ya leo inamaanisha kwamba mlikuwa na malengo. Wazungu wanasema ends justify the means, kwamba kile cha mwisho ndicho ambacho kitaonyesha wewe unaenda wapi. Kusoma miezi 8 umeshamaliza, lakini sasa means ni nini? Kwamba wewe unaenda kutumiaje sasa hicho ulichokipata. Kwa hiyo huo ni ujasiri, na mimi niwapongeze kwa nidhamu nzuri, kwa bidii mlioionyesha, lakini vile vile kwa uadilifu ambao mmeuonyesha toka mlipoanza mwezi wa 3 mpaka leo mwezi huu wa 11 mnaenda kuhitimu. Niwapongeze sana, ninaomba pia mjipigie makofi. Elimu ya ufundi stadi tunaifahamu. Elimu hii sasa hivi ndio imekuwa key education kwenye nchi yetu. Zamani wakati sisi tunakuwa, mtu akikwambia unaenda kusoma elimu ya ufundi unaonekana wewe ni failure wa maisha. Lakini sasa hivi ndio elimu ambayo inakimbiliwa. Watu wengi wamekuwa wakiitafuta elimu hii. Kwa nini wanaitafuta? Dunia inakuwa randi na watu wenye skills. Dunia yetu ama vijana wengi wa Kitanzania wana elimu lakini hawana skills. Wanasema people have education but they don't have skills. Kwamba tuna skills, tuna elimu lakini hatuna ujuzi. Lakini ninyi ni tofauti. Ninyi mna vyote. Mna ujuzi lakini pia mna elimu. Kwa hiyo dunia yetu inakuwa randi na skills ambazo tuko nazo. Tukivitizama viwanda, tukitizama sekta za usafirishaji, tukitizama sekta za ujenzi, hizo zote zinakuwa randi na watu ambao wana skills mbalimbali. Nimeona hapa kuna makundi 6 ambao yamehitimu siku hii ya leo. Kuna umeme, kuna mabomba, kuna umeme wa magari, umeme wa majumbani na mengine mengi ambayo yametajwa. Kuna ufundi wa majumbani, uungaji vyuma, ufundi wa mabomba, ushonaji. Hizo zote ni skills ambazo nyie mmezipata. Kwa hiyo hizo kwa sasa hivi asitokee mtu akawaongopea akasema hazina umuhimu. Hizo ndizo ambazo zinazo run dunia yetu. Sisi kama ofisi ya vijana tunapita na tunakutana na wadau mbalimbali na makundi mbalimbali. Watu wanaotafutwa ni ninyi. Kinachokosekana kwenu ni nini? Kinachokosekana kwenu ni kujiamini. Mtu amekaa hapa miezi 8 lakini bado hajiamini kama yeye amehitimu. Nilikuwa ninaona mwanzoni wakati mkuu wangu wa chuo hapa anatambulisha, akisema mwaka wa kwanza, mtu bado anajihofia, mwaka wa pili au wa kwanza au kundi fulani, mtu bado anajihofia, anajiona yeye hastahili kusimama kujitambulisha. Kwa hiyo vijana wengi tunakosa hicho kitu. Skills tulizojipata, skills ambazo tunazo tuzitumie na tujiamini, tuone kwamba hicho ulichokipata ni cha kwetu. Vijana safi? Mahafali safi?
Sasa mimi niende moja kwa moja katika kuwashauri ninyi wahitimu, nikiwa ninamalizia. Wanasema elimu haina mwisho, si ndivyo? Mlisikia hicho kitu hizi ndio skills ambazo tunazisema. Elimu haina nini jamani? Tuendelee kujifunza, usichoke kujifunza. Wewe utakapopata nafasi ya kujifunza, jifunze. Wewe umemaliza hapa, mkuu wa chuo ameelezea fursa kwamba wewe sasa hivi hii miezi uliosoma, ukija mwakani kujiunga, unaendelea na level nyingine. Tujifunze, tusichoke kujifunza. Hicho ndio kitu muhimu ambacho utakachobaki nacho maishani mwako. Elimu ya ujuzi hii ambayo sisi tunaipata ya ufundi ni ustadi wa kudumu. Nikutolee mfano mmoja. Wewe kama unajua kuendesha baskeli, ulishasahau kuendesha, utajua maisha yako yote, kwa sababu umeshajifunza na umejua. Na kwa sababu ukishajifunza na kujua, hauwezi kuacha kusahau. Hautaweza kusahau kwamba mimi siwezi tena kukifanya hicho kitu. Lakini pia tunatakiwa tuelewe kwamba zama zinabadilika, teknolojia inabadilika. Kwenye generation ya miaka 30-40 iliyopita hapakuwa na teknolojia ambayo tunayo sasa. Kwa hiyo wewe ni jukumu lako kama kijana, leo hii 2025 umesoma ujuzi fulani wa kujifunza namna ya ufundi wa umeme wa magari. Kesho na kesho kutwa inakuja version nyingine mpya, nenda kajifunze. Usiache ukasema hapana, mimi nilichojifunza kinatosha. Nenda kajifunze, ukipata nafasi jifunze. Lakini kitu kingine amezungumzia kakaangu Isa hapa manager, kwamba tuwe wabunifu. Fursa tunapoiona tuwe wabunifu. Tunaona fursa pale, tukipita pale mjini wengi wana maduka, ukianzia roundabout hadi ukienda kule Kariakoo, pale pote ni maduka. Lakini wewe una ujuzi gani? Umefika, kuna yule aliyeshinda lile shindano letu la kula lile, alisema anaenda kufungua karakana. Wengi walicheka, wakasema ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini mimi ninampongeza. Kama atakuwepo hapa Sengerema, milango ya ofisi yetu iko wazi. Aje aone ni namna gani tunavyoweza kumsaidia afikishe hilo lengo lake ambalo amejiwekea. Lakini kitu kingine, vijana tunatakiwa tuoneshe bidii. Hii generation yenu mnajiitaje nyie? Gen Z, hakuna bidii ambayo mnaionyesha. Na hapa ndio muda ambao tunaweza tukaelezana ukweli. Na sisi tulikuwa vijana kama nyie mlivyo sasa. Sio kusema tuliopo hapa mbele umri umeenda sana, la hasha. Lakini onyesheni bidii katika yale mambo ambayo ni productive. Msionyeshe bidii katika vitu ambavyo havina faida katikati ya maisha yenu. Mnatakiwa mfocus kwa kitu ambacho kitakuletea wewe faida. Bidii zetu tumezielekeza kwenye mambo mengine. Wewe una simu yako ya smartphone. Nikikupokonya hiyo simu, unaweza hata kwenda kunishtaki kituo cha polisi. Unaweza ukaumwa, ukalala hata kitandani unaumwa. Kwa sababu gani? Concentration ambayo vijana tuko nayo tumeelekeza huku kwenye hizi simu. Kwamba mimi niwe na bando, niingie Diamond kaposti nini? Niingie yule nani Zuchu kaposti kitu gani? Wimbo gani mpya umewekwa? Mtu akiweka status basi ni kutwa nzima yeye kuangalia wameview wangapi. Despite mnatakiwa bidii zenu mzionyeshe katika vitu ambavyo vitaletea maendeleo. Vitu ambavyo vitakuwa ni vitu zalishi. Umemaliza hapa, okay. Unatoka, leo unapewa cheti. Unaenda huko mtaani. Nilipokuwa sekondari kuna mwalimu wangu mmoja alisema duniani huko kila mtu anacheza staili yake. Kila mtu ana mfumo wake wa maisha.
Hakuna mtu atakaye kujali kwamba wewe leo hii umemaliza una cheti. Huko mtaani hakuna atakaye kujali. Lakini ni wewe mwenyewe ni namna gani unavyoweza kuwa mbunifu, unavyoweza kujitambua. Awi? Lakini kitu kingine, tujifunze kuweka akiba jamani, vijana. Akiba na kuna ni methali, ni kitendawili wanasema ndo aba na aba ujaza kibaba. Tujifunze kuweka akiba. Leo hii ukiangalia hapa wengi wetu ni tupo kwenye 20s. 19, 18 mpaka hapo 20 na kitu. Wengi kundi hili. Tunaweka akiba. Usizani kama umri ulioponao hapo utabaki hivyo hivyo. Hapana. Umri ulioponao hapo ni umri ambao unatembea, na hakuna miaka ambayo umri unakimbia kama umri wa miaka 20 hadi 35. Ni umri ambao unaenda kasi sana. Ni umri ambao wewe kama kijana unatamani kufanya kila kitu. Kwa hiyo concentrate kwa kile kitu ambacho unachoona wewe hichi mimi kinanifaa nikifanye. Concentrate kwa kile kitu ambacho unaona hichi mimi ndicho ambacho mnasema kwamba nitatoboa maishani. Tunaelewana? Lakini pia tengeneza jina. Wewe umemaliza siku hii ya leo. Unaenda huko ulipotoka. Unafika labda wewe ni kijana umemaliza ufundi wa magari. Umeme wa magari. Tengeneza jina. Wewe ni fundi bomba. Tengeneza jina. Wewe ni fundi umeme, tengeneza jina, watu wakutambue. Yaani mtu nyumba yake ikipata itilafu, ajue hapa ninamtafuta Isaya. Nyumba yake ikipata itilafu, ajue hapa ninamtafuta Moses. Haijalishi ni jinsia gani. Lakini ukitengeneza jina, ukafanya vitu kwa uadilifu, ukafanya vitu kwa uaminifu, watu watakutafuta. Kuna watu huwa wanaenda sokoni hapa, anaweza akapita maduka 10, akalifuata duka moja. Akasema pale ndipo wanapopima mafuta ya kula vizuri. Si vipo hivyo jamani kwenye dunia yetu? Kwa nini? Yule keshajitengenezea jina, keshatengeneza nafasi. Lakini kingine, tutumie nafasi zinazopatikana. Fursa zipo, tuzitumie. Tunatakiwa tuelewe vijana, taifa linatutegemea. Tusijiingize kwenye mikumbo ambayo haina faida ya aina yoyote. Tusijiingize kwenye mikumbo ambayo utaumiza kizazi chako, utawaumiza wazazi wako. Leo hii utaona sawa wewe ni kijana unaingia kwenye mkumbo kama ilivyo hiyo mikumbo mingine ya kwenye mitandao ya kijamii. Kuna generation itakuhitaji. Kuna kizazi kitakuhitaji wewe. Kwa hiyo tuwe makini namna gani tunavyoweza kuzisimamia nafasi zetu. Taifa hili la Tanzania, hatuna taifa lingine. Ni hili tulioko nalo. Hakuna taifa duniani ambalo linaitwa Tanzania tofauti na hili. Ni hili tulioko nalo. Kwa hiyo tuhakikishe tunalilinda, tuhakikishe tunalitunza, ili wazee wetu waliotuachia na sisi tukija kuzeeka tuone ni namna gani kizazi chetu kinafaidi matunda yaliyopo hapa. Awi? Kwa kuhitimisha, kuna changamoto aliyekuwa anatoa risala alizungumza. Baadhi nimezipokea, nitazipeleka kwa viongozi wangu. Lakini lililo kubwa nitazungumza kuhusiana na fursa ambazo zipo. Miezi kama 3 iliyopita tulikuja hapa tukazungumzia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana. Milango bado iko wazi. Serikali ina mikopo ya vijana, serikali kupitia wizara mbalimbali, nyie mpo chini ya wizara mikopo hiyo ipo chini ya wizara ya vijana, kazi na watu wenye ulemavu, ipo mikopo ya vijana.
Lakini pia kuna mikopo ambayo inatolewa katika kilimo, ishu za ruzuku, wewe ni mkulima, ipo. Lakini kuna BBT ambazo zipo kwa kanda yetu ya Ziwa, huku ni vizimba, vipo. Kama unatokea mkoa mwingine na huu, kuna sehemu kuna mifugo, ukienda Dodoma ipo, ukienda Mbeya ipo. Namna gani ya kuzipata? Connection. Hakikisha una connection na watu. Hawa uliopo nao hapa, baada ya miaka 10 utabaki na mtu mmoja unayewasiliana naye ama wawili. Kama uamini, mark my words, yashike haya maneno yangu. Au kwa wenzangu hapa, viongozi wangu waliomaliza nao watasema. Unajikuta baada ya miaka 10 wale ambao uliokuwa nao shuleni, umesoma nao darasa lilikuwa na watu 200, unawasiliana nao 3 ama 2. Ni nini sasa? Hakikisha unapotoka hapa unatengeneza mazingira mengine rafiki na watu wapya. Kila siku tengeneza watu wapya, usibaki na kundi lile lile. Fursa zipo kwenye nchi yetu, fursa ni nyingi sana. Lakini pia kuna mikopo ambayo sisi kama idara ya maendeleo ya jamii inatolewa 442. Utaratibu wake nadhani nilishafika hapa tukaueleza kwamba tuwe na vikundi kuanzia vijana 5 na kuendelea. Na kuna vikundi, mkurugenzi wa halmashauri alishakuja kusema hapa, kama utakuwa una uhitaji huu, wewe fika idara ya maendeleo ya jamii, sema mimi natokea chuo cha maendeleo ya wananchi FDC, utaratibu utawekwa vizuri. Nadhani kuna vijana waliokuja, si ndivyo? Kuna baadhi ya vijana walishawahi kuja kule, nikawapa maelekezo na wakasajiliwa. Kwa hiyo mkishasajiliwa, utaratibu wa mikopo unapatikana. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, kwa kumalizia, kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya halmashauri, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Sengerema ndugu Binuru Shekidele, anawapongeza sana kwa hatua mlioifikia, lakini pia anawahasa na kuwataka sana mkayaishi haya mlioyapata hapa. Mkatende vile ambavyo mlivyojifunza hapa. Mkae waadilifu, mkajenge nchi yetu, mkajulikane huko, mkakitangaze chuo, mkaitangaze Sengerema. Nawatakia mafanikio mema, nawatakia maisha mema, na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.